Waheshimiwa wabunge, hii bajeti hatuna njia ndio bajeti ya kwanza ya kuelekea 250 lazima tuipitishe. Na mimi kwa niaba ya Msoma vijijini nitaipitisha, kwa sababu Msoma vijijini tuna miradi mikubwa miwili. Barabara kwa sasa kilomita 40 bilioni 100. Ili barabara kukamilika linahitaji zaidi ya bilioni 200. Tuna bonde la umwagiliaji la bilioni 48 limeanza kutekelezwa, lakini kwa kuwa tutajenga pale na viwanda vitahitaji zaidi ya bilioni 200. Kwa hiyo hapa swala ni fedha, na nitoe shukurani kwa Mheshimiwa Rais, hiyo miradi yetu miwili ameikubali na inaanza kutekelezwa. Sasa niungane na mwenyekiti wa kamati, ametoa ripoti nzuri. Waheshimiwa wabunge, hii hapa ni ripoti ya African Development Bank. Sasa tusikilize, kwa sababu kuna takwimu. Kama kawaida, msipige makofi, sikilizeni kidogo. Ripoti ya African Development Bank inasema mwaka 2027 uchumi wetu utakuwa kwa 6.1. Inflation itakuwa 3.7%. Mwaka huu ADB inasema ukuaji wetu wa uchumi ni 5.4%, inflation 3.8. Mwaka jana ADB inasema uchumi wetu ulikuwa kwa 6% na inflation ilikuwa 3.3%. Mwaka juzi 2024 growth 5.5%, inflation 3.1%. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, kwa miaka mitano uchumi wetu umekuwa kati ya 5.4% na 6.1%, na inflation ni 3.1 mpaka 3.8%. Tunafanya vizuri kulingana na hali ya uchumi duniani, hatujafanya vibaya. Lakini wataalamu wote wa uchumi wanasema ukitaka kupunguza umaskini kwenye nchi yoyote lazima uchumi ukue kwa zaidi ya 8% na vizuri sana 10%. Sasa yote haya tunayoyafanya ni kuondoa umaskini kwa Watanzania. Na kabla sijatoa mapendekezo ya vyanzo, ndio najenga hoja. Tanzania kwa sasa hivi GDP yetu ni bilioni 94 US dollars. GDP per capita yetu ni $1,362 per person per annum. Kwa hiyo kweli tumeenda kwenye lower middle income category, tumefika huko. Sasa tukiwa kwenye lower middle income, benchmark ya umaskini, yani international poverty line, ni mtu apate $3 kwa siku, yani shilingi 7,500 kwa siku. Tukichukua population yetu sasa hivi tuko watu 72.5 milioni, kwa $3 kwa siku, yani shilingi 7,500 kwa siku, 48% ya Tanzania wanakuwa ni maskini. 48% are in poverty. Inamaanisha watu milioni 34.8 Tanzania ni maskini kwa kiwango hicho. Tukishuka chini tukaenda kwenye low middle income ambayo ni $2.15 kwa siku, yani shilingi 4,600 kwa siku, 45% ya Watanzania ni maskini, ambao ni 32.6 million of Tanzanians are in abject poverty. Naanza sasa ushauri. Tutokeje hapo? Tunafuta umaskini. Bajeti zote hizi ni kutoa umaskini. Cha kwanza, lazima tuwe na knowledge economy. Uchumi wetu unaoendeshwa kwa kimaarifa, knowledge economy. Na mfano mzuri hapa, Mheshimiwa Rais ametuletea mgeni safi sana wa kutoka Singapore. Singapore
GDP per capita yao ni dola 1,108,000, 1,108,000 GDP per capita. Sasa wao elimu, niliwaeleza hapa mkikumbuka, elimu yao kwanza yote iko chini ya Wizara ya Elimu. Sasa Tanzania hapa elimu yetu iko wizara mbili, ina wizara huku, ina wizara TAMISEMI, lakini Singapore iko wizara moja. Halafu nguvu zote wameweka kwenye STEM, science, technology, engineering na mathematics. Hakuna mitaala ya sanaa, hawataki kabisa. Na wao wako kwenye 6,634. Sasa angalia uwekezaji wao kwenye shule za msingi mwaka huu, primary education, expenditure per student per annum mwaka huu ni dola 16,038. Sekondari expenditure per student ni dola zaidi ya 20,000. Kwa hiyo tujifunze Singapore. Kwa upande wa elimu ya chuo kikuu ambapo ni mambo ya utafiti, twende South Africa, kwa sababu GDP per capita ya South Africa ni $7,503 per person per annum. Na pale tunaenda tunajifunza, vyuo vikuu vyetu vikajifunze University of Cape Town. Ndio university ambayo ni bora dunia kwa Afrika. Ni ya kwanza Afrika, lakini duniani ni ya 150. Ni ya kwanza Afrika, lakini duniani ni ya 150. Cha muhimu pale ni endowment, zile hela wanazotunza kwa ajili ya utafiti na mambo mengine. Wao wana dola 900 milioni, 901 million US dollars ndio endowment yao, inazidi wizara zetu, na ndio maana wamepata Nobel Prize winners 5. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka muone hili swala la kujitegemea. Tusijisifu sana tukisema tunajitegemea. Huo ni uchumi duni wa kujitegemea. Uwekezaji duniani huko hivi, yani FDI, foreign direct investment, zile fedha zinazotafuta miradi zinakotoka mwaka 2024, hizo fedha zinazotafuta miradi zilikuwa trilioni 1.7 US dollars duniani. Mtoaji mkubwa wa hizo pesa wa kwanza alikuwa Marekani, dola bilioni 266, wa pili alikuwa Japan, dola 204 bilioni, wa tatu China, dola 163 bilioni, India alikuwa wa 20, alitoa bilioni 24. Sasa fedha ambazo zinapokelewa, inflow FDI zinazopokelewa zinatafuta miradi mwaka 2024 zilikuwa trilioni 1.5 US dollars.